Ikiwa ni siku ya mtoto wa Afrika, tuko na mwalimu hapa, lakini yeye nataka kuzungumza naye machache, hususan walimu ni miongoni mwa walezi wetu, kwa maana hadi unapomwona rais, wabunge wote wanapita katika ngazi ya walimu, lakini nataka tumpe fursa ajitambulishe jina lake, lakini pia aweze kuzungumza sasa ni namna gani kama mwalimu huwa wanaguswa moja kwa moja na changamoto mbalimbali za watoto au vijana wetu, hususan wakiwa hapo katika mashule. Heshima yako mwalimu. Salama za kwako? Salama. Kwa majina? Kwa majina naitwa Fatuma Kasara, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Mizengo Pinda. Okay. Kwanza tunashukuru kupata fursa kuzungumza na wewe, lakini pia tunaamini nyie ndo mara nyingi sana mnashinda na watoto. Tunaomba sasa iambie jamii hususan changamoto ambazo huwa mnakumbana nazo hususan kwa vijana wetu. Asante sana. Kwa kweli sisi ndo tunashinda na watoto muda mwingi kuliko hata wazazi wao. Lakini sisi walimu ndo tuna jukumu kubwa la kuwaelimisha watoto na kuwafundisha watoto. Kwenye hii siku ya kuadhimisha mtoto wa Afrika imekuja pia kipindi mwafaka ambacho kwa sisi ni jukumu letu kuwafundisha watoto. Tunawafundisha kuhusu haki zao kama ambavyo mmesikia leo pale wameeleza haki zao. Lakini haki ya mzazi au wajibu wa mzazi ni kutimiza zile haki ambazo mtoto amesema kwamba ana haki ya kupendwa, kusoma, kupewa elimu, lakini ana haki ya kuheshimiwa na kuthaminiwa, lakini ana haki pia ya kutunziwa utu wake au thamani ya mtoto yule. Kwa hiyo hizi ni haki ambazo watoto wanazifahamu, lakini upande wa pili ni wajibu ambao wazazi wanatakiwa wafanyie watoto. Kwa sisi kazi yetu kama walimu au wajibu wetu kama walimu ni kuwafundisha watoto na kuwaelekeza wajue thamani yao. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuwa na yeye amekuwa ni mstari wa kwanza kuthamini watoto. Kama ambavyo tunaona watoto hawa wanasoma, wanapewa elimu bila malipo. Hii ni kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya. Lakini pia Mheshimiwa Rais anatekeleza katika kuboresha mazingira ya wanafunzi. Tunaona madarasa mengi yanajengwa, lakini vifaa vipo vya kutosha, lakini walimu wapo wa kutosha. Hii yote inaonyesha kwamba hata taifa ama serikali inamthamini sana mtoto. Kwa hiyo na sisi tunaadhimisha siku hii ya mtoto wa Afrika katika kutekeleza yale ambayo serikali pia inatutaka tuyatekeleze kama walimu ambao ndo tunawalea watoto wao kwa muda mrefu kuliko wazazi. Okay, labda sasa kwa uchache sana tunakaribia kufika tamati. Nini rai yako kwa wazazi? Rai yangu kwa wazazi, tunaomba wazazi sana tumlinde mtoto, kwa sababu sasa hivi kuna mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili ni sisi wazazi wenyewe, kuna mahali hatujatimiza wajibu vizuri, lakini jamii yote kwa ujumla tunaomba tutimize wajibu wetu, tuwalee watoto, tuwalinde watoto. Kuna ukatili wa kijinsia, sisi tuwe wa kwanza kukataa ukatili wa kijinsia kwa kuhakikisha kwamba tunawalinda hawa watoto wetu. Okay, naam mtazamaji wa Sanga Media, madam nadhani mengi sana kazungumza, hata kama ni machache lakini ana ujumbe ndani yake. Kikubwa unatakiwa kusubscribe channel yetu ili kwa kwanza kuweza kupata matukio yetu mbalimbali. Madam, yes, naomba nikutakie kila la heri. Asante sana, nanyi nawatakia kazi njema. Okay, shukrani sana. Asante.